Karibu tena kwenye Pesa Vibe, sehemu yako ya kupata motisha, maarifa ya fedha na hadithi zinazobadilisha maisha. Leo tunakwenda kumchambua mmoja wa watu mashuhuri sana duniani, Elon Musk, mjasiriamali, mvumbuzi na bilionea ambaye ana ndoto ya kuifanya binadamu kuishi kwenye sayari ya Mars. Leo utajifunza kila kitu kuhusu maisha yake, utoto wake huko Afrika Kusini, changamoto alizopitia akiwa mdogo, elimu yake, mwanzo wa biashara zake, gunduzi zake kubwa, mitazamo yake kuhusu dunia, na jinsi dunia inavyomchukulia leo. Kaa hadi mwisho kwa sababu hadithi hii itakupa motisha ya aina yake. Utoto wa Elon Musk. Elon Musk alizaliwa tarehe 28 Juni mwaka 1971 huko Pretoria, Afrika Kusini. Baba yake, Elon Musk, alikuwa mhandisi wa kimitambo na mama yake, May Musk, alikuwa mwanamitindo na mtaalamu wa lishe. Tangu akiwa mtoto, Elon alikuwa na akili ya kipekee. Akiwa na miaka 10 tu, alijifunza kuprogram kompyuta peke yake, na akiwa na miaka 12, alitengeneza mchezo wa kompyuta aliouza kwa dola 400. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Alikuwa mtoto mwenye aibu sana na alionekana tofauti na wenzake. Mara nyingi alibughudhiwa shuleni. Kuna wakati alipigwa hadi akalazwa hospitali. Ila hayo yote hayakumkatisha tamaa. Elimu na kuhamia Marekani. Elon alisoma katika shule kadhaa nchini Afrika Kusini, lakini ndoto yake kubwa ilikuwa kuishi Marekani, nchi aliyoiita nchi ya fursa. Akiwa na miaka 17, alihamia Kanada na kujiunga na chuo kikuu cha Queen's University. Baadaye alihamia chuo kikuu cha Pennsylvania, USA, ambako alisomea fizika na uchumi. Lakini alipojiunga na shahada ya uzamili katika Stanford University, alikaa siku 2 tu. Ndiyo, siku 2. Aliacha masomo ili aingie kwenye ulimwengu wa teknolojia na biashara wakati mtandao wa interneti ulipokuwa unaanza kuenea duniani. Biashara ya kwanza ya Elon ilikuwa Zip2, aliyoianzisha na ndugu yake Kembog Musk. Ilikuwa kampuni inayotoa huduma za ramani na mwelekeo kwa ajili ya magazeti. Walilala ofisini, walifanya kazi mchana na usiku. Mwaka 1999 waliuza kampuni hiyo kwa dola milioni 307. Elon alipata zaidi ya milioni 20 akiwa na miaka 27 tu. XCOM na kuzaliwa kwa PayPal. Baada ya Zip2, Elon alianzisha XCOM, kampuni ya huduma za kifedha mtandaoni. Mwaka mmoja baadaye, ilijiunga na kampuni nyingine na ikazaliwa PayPal. Lakini haikuwa rahisi. Bodi ya wakurugenzi ilimfuta kazi Elon akiwa safarini, lakini bado alikuwa na hisa kubwa. PayPal ilipouzwa kwa eBay mwaka 2002 kwa dola bilioni 1.5, Elon alipata karibu dola milioni 180. Ndoto ya anga, SpaceX. Elon hakukimbilia kununua magari ya kifahari au visiwa. Badala yake, alitumia mamilioni yake kuanzisha kampuni ya anga, SpaceX. Watu walimcheka. Hawakuamini kama mtu binafsi anaweza kutuma roketi angani. Alikumbwa na changamoto kubwa. Roketi 3 zililipuka. Fedha zilikuwa zinaisha. Alikuwa karibu kufilisika. Lakini mwaka 2008, jaribio la 4 lilifanikiwa. NASA iliona juhudi zake na kumpa kandarasi ya dola milioni 106. Huo ukawa mwanzo wa mafanikio makubwa ya SpaceX. Tesla na mapinduzi ya magari. Wakati SpaceX inaendelea, Elon pia alijiunga na kampuni ndogo ya magari ya umeme, Tesla Motors. Alikuwa mmoja wa uwekezaji wakubwa na baadaye atawa CEO. Watu wengi waliona magari ya umeme kama wazo la kushindwa, lakini Elon aliendelea kusukuma mbele. Tesla ilitengeneza magari kama Model S, Model 3, Model X na Model Y, ambayo leo yamebadilisha kabisa sekta ya magari. Biashara nyingine, SolarCity, Neuralink, Boring Company. Mbali na SpaceX na Tesla, Elon ameanzisha kampuni nyingine kadhaa. SolarCity, kampuni ya nishati ya jua.
Neuralink, teknolojia ya kuunganisha ubongo wa binadamu na kompyuta. The Boring Company, kampuni inayotengeneza njia za chini ya ardhi ili kupunguza msongamano wa magari. Elon ni mtu wa mawazo ya mbali. Kila biashara yake inalenga kutatua tatizo kubwa duniani. Elon, mtizamo wa Elon Musk. Elon anaamini katika kufanya kazi kwa bidii